Katika kijiji kidogo, watoto watatu walikuwa marafiki wazuri. Siku moja walifanya maamuzi ya kwenda porini kukata mapera, matunda ambayo walipenda sana, na hawakuaga wazazi. Wakiwa porini, walijawa na furaha huku wakicheka na kukata matunda. Lakini furaha yao iligeuka kuwa hofu walipokutana na mtu mwenye madhara, bandia mmoja aliyejaa tamaa mbaya. Alitaka kuchukua watoto, kuwaua na kuendesha biashara ya haramu ya trafiki ya viungo vya mwili. Kila msichana alikimbia kwa ujasiri, isipokuwa yule mdogo wa miaka 9 ambaye alikamatwa na bandia huyo. Bandia alifikia kumkamata msichana huyo wa miaka 9 kwa nguvu, akitaka kumkata kichwa chake. Msichana alilia kwa sauti, akimwomba Mungu amusaidie. Alijua kwamba alihitaji msaada, lakini alihisi kama hakuwa na tumaini. Lakini Mungu alikuwa na mipango tofauti. Wakati bandia alijaribu kumtoa kisu kutoka kwa miguu ya msichana, alihisi uzito mzito sana kwenye msichana huyo. Mungu alificha nguvu kubwa ndani yake, na bandia alishindwa kutosha kisu cha hatari, kwani alikuwa akishika msichana na mkono moja na mkono mwingine anataka atoe kisu. Alijikuta katika hali ya kutokuweza kufanya chochote. Mwisho, bandia alichoshwa na akajaribu kuweka nguvu ya mikono miwili kukokota kisu chake. Msichana akatoroka na kukimbia kwa nguvu. Lakini kwa bahati nzuri na neema ya Mungu, bandia alimuacha msichana wa miaka 9 na hakumufuatilia. Bila kusita, msichana huyo alikimbia kwa kasi, akijawa na furaha na kushukuru Mungu kwa kumwokoa. Watoto wengine wawili walifika kwa hofu wakiona yule mdogo hayuko nao. Ilikuwa mshangao baada ya muda mwingi. Yule mdogo aliwafikia nyumbani akiwa amechoka baada ya vita kali na kulia na woga mwingi. Walipunana wote watatu, walifurahi na walishikana mikono, hapo nyumbani wote wakiwa salama. Tumeiwa kwamba Mungu alikuwa pamoja nao na ni yeye aliwaokoa. Kweli hakuna jambo gumu kwa Mungu. Hii ilikuwa ni hadithi ya ujasiri, uokoaji na imani inayowapa nguvu wanaoamini Mungu. Hadithi hii inatufundisha kuwa hata katika hali ngumu, tunapomwomba Mungu, yuko tayari kutuokoa na kutufanya tuwe salama. Tusichoke kuomba na kuombea ulinzi na ukingo kwa watu wa jamaa zetu, watoto wetu. Hii ni matunda ya wazazi wanaoomba usiku na mchana juu ya jamaa zao. Na wewe unaombea ulinzi familia yako. Ombeni pasipo kuchoka. Ni neno la Bwana toka Wathesalonika wa kwanza sura 5 aya ya 17. Ikiwa umetufuata mpaka mwisho, unafikiri nini kuhusu watoto hawa watatu? Wazazi wao wangefanana namna gani wote wanakufa kwa mara moja? Unafikiri nini juu ya ulinzi wa watu? Serikali ifanye nini juu ya biashara bandia ya viungo vya mwili? Leta komenti yako kwenye video hii. Ikiwa ni mara ya kwanza kutufuata, naomba usubscribe au jiabonere kwenye chaneli yetu. Aksanti, ubarikiwe sana.